Serikali ya Tanzania imethibitisha taarifa za kupatikana kwa masalia ya mwili wa Mtanzania Joshua Mollel mwenye umri wa miaka 21 aliyeripotiwa kuuawa katika shambulizi la Hamas, Israel, Oktoba 7, 2023. Taarifa hiyo imetolewa kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Novemba 8, 2025. Ikieleza kuwa Joshua alikuwa miongoni mwa vijana 260 wa Tanzania waliokuwa Israel kwa ajili ya mafunzo ya kilimo cha kisasa kwa vitendo. Ubalozi wa Tanzania mjini Tel Aviv umeeleza kwamba unaendelea kushirikiana na serikali ya Israel ili kuhakikisha masalia ya mwili wa kijana huyo yanarejeshwa nchini Tanzania. Taarifa ya Tanzania inakuja baada ya Israel kutoa taarifa za kuyapokea masalia ya mwili wa kijana huyo kutoka kwa Hamas ambayo ilihusika na mashambulizi yaliyosababisha kifo chake. Hatua hiyo pia ni kutokana na makubaliano ya hivi karibuni ya Israel na Hamas ya kusitisha vita ambayo yalihusisha pia kubadilishana mateka waliochukuliwa kutoka pande zote, ikiwamo miili ya waliopoteza maisha. Jeshi na Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel limeiarifu familia ya Mtanzania Joshua Loitu Mollel kuwa mwili wake umerejeshwa nchini Israel na kundi la Hamas baada ya wataalamu wa uchunguzi wa vinasaba kuthibitisha utambulisho wake. Shirika la habari la The Times of Israel limeripoti kuwa baada ya kukamilika kwa mchakato wa utambuzi uliofanywa na Kituo cha Kitaifa cha Tiba ya Uchunguzi wa Vifo kwa kushirikiana na polisi wa Israel na ofisi ya makasisi wa kijeshi, wawakilishi wa Jeshi la Ulinzi la Israel IDF na Wizara ya Mambo ya Nje waliarifu familia ya Joshua. Mtanzania huyo aliuawa na wanamgambo wa Hamas asubuhi ya tarehe 7 Oktoba 2023, ambapo baada ya kuuawa, mwili wake ulichukuliwa na kundi hilo na kupelekwa ukanda wa Gaza. Mollel alikuwa Israel kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo katika eneo la Kibbutz Nahal Oz, eneo lililopo karibu na ukanda wa Gaza.